Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kuunganishwa na mtu kwa mara nyingine. Kupata tabasamu baada ya kujua mtu anakujali. Kulipia kitu kwa ajili ya mtoto. Kujibiwa ujumbe wako. Kupata nafuu ya hali au kupona jeraha ulilolipata. Kupata mazingatio yatakayo kujenga. Kuwa na mwanzo mpya wenye matumaini. Nyota ya nge. Kuamua kuwa huru. Utafanya maamuzi ya haraka. Kwa baadhi yenu mtawashutumu watu kwa makosa yenu. Utakuwa kwenye mjumuiko wa watu wenye tamaa. Kujutia kufanya chaguo fulani. Utakutana na mtu usiyemtarajia matembezini. Kuna ujumbe utakufikia. Jiandae kuupokea. Chuki yako kwa mtu kujenga kitu kikubwa kibaya kati yenu. Nyota ya kaa. Kujadili kitu baada ya kuona mambo yanakuwa tofauti. Kuomba nafasi ya kazi mapema kabla mwezi mpya kuingia. Kupokea mwaliko. Mtu atakujuza kuwa alikuota. Kufanya watu waelewane. Kuhisi maumivu katika moyo wako baada ya kuona unazungumziwa vibaya na uliowafanyia wema. Kuna mtu anakunenea maneno mabaya. Utalitimiza jambo lako lakini ni kwa ugumu. Jambo linalofichwa linafichuliwa kwako. Nyota ya punda. Kutumiwa pesa kwa namba ngeni. Mtu kuokota kitu mbele yako au karibu na miguu yako. Ni hali ya kupokea baraka na kupata msaada kwa kitu chenye ugumu. Kufahamu kuwa watu wanachukiana. Kupata nafasi ya kazi kwa baadhi yenu. Mtu anarudi kwako kivingine. Kumshirikisha mtu jambo lako binafsi. Nyota ya mshale. Utatamani ulijue jambo linalomhusu mtu. Kushangazwa na maumbile ya mtu au muonekano wake. Kurukiwa na kitu. Kupata pesa usiyoitarajia wakati wa jioni. Kuyaelezea madhaifu ya mtu. Kiuno au mguu kuuma. Utajifananisha na mtu kimuonekano. Kumfariji mtu, hasa mwenye tatizo au ugonjwa. Nyota ya simba. Kuifungua simu yako kwa ajili ya marekebisho. Kusumbuliwa na tumbo au mchafuko wa damu. Kupata taarifa ya ujio wa mtu. Kuna jambo litakalotokea katika familia. Kujihisi ni mwenye mashaka mno. Kutoa kitu chako kwa mtu huku unasita. Kufahamu ukubwa wa mtu. Utatumiwa ujumbe muhimu. Nyota ya ndoo. Kuona mwanga mkali utakao kushtua. Kujua kuwa kuna mlipuko utatokea. Utakuwa mwenye kuhisi sana vitu na vikatokea kweli. Mbwa mdogo anakupa ishara kukuondoa uoga au hofu na kukujulisha kuwa unalindwa. Urafiki wako na mtu kurudi. Mazoea mengine na mtu kujirudi pia. Kuipenda sanaa ya mtu. Kuongoza au kupata alama nzuri ya ushindani. Kusisimka mwili. Uko katika hali ya kujitibu na kufukuza nguvu mbaya kwa sasa. Kuhisi muda umeisha kwa haraka. Kuangalia sana vituko vya watu. Utamfikishia mtu jambo. Nyota ya mizani. Kuhisi kuangaliwa sana utembeapo. Utapata msisimko baada ya kuguswa na kitu. Kumkubalia mtu hitaji lake. Kuwazia masuala ya uzazi. Kupunguza kumtafuta mtu. Mtu atajua kuwa ulikuwa humpendi. Kufanyiwa jambo zuri. Nyota ya mapacha. Hutotaka kumkumbuka mtu tena, lakini hisia zako zinakukumbusha tena mtu huyo. Kuacha kujieleza kwa mtu kwa jambo lako. Utatibiwa tatizo lako. Nyota ya mbuzi. Kutojutia kufika sehemu baada ya kuona mambo mengi usiyoyajua. Mtu anajihukumu mwenyewe kwa sababu yako. Anahitaji umsamehe pia. Maneno yako yamekuwa ni makali sana yenye kuumiza kila siku. Kitu kuharibika au kuvunjika. Nyota ya mashuke. Kufuta baadhi ya namba kwenye simu yako. Kuamka na hali ya kumsema mtu au kuwa mwenye gugu. Kupanga kumshangaza mtu. Kuna wakati utakuwa katika hali ya huzuni. Kujitahadharisha na mtu anayekuzoea kwa kasi. Kuukumbuka wema wa mtu.
Nyota ya ng'ombe. Mtu kuacha kilevi au jambo lisilofaa kwa ajili yako. Kuchukizwa na mtu mwenye kujifaharisha. Kuumizwa na dharau za mtu. Kupenda kuwajibika mwenyewe katika kazi zako. Baadhi yenu kupokea zawadi kutoka kwa wapendwa wenu. Kuna jambo ambalo bado hujajifunza, litaleta madhara tena. Kuifurahia siku ukiwa na watoto. Kuupinga ukatili unaofanyika. Kuukumbuka uwepo wa mtu. Kulazimisha safari. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.